بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نوعية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وزين أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نستمر في هذه الدروس في العقيدة، صح؟ يعني في أدلة أهل السنة والجماعة. واليوم بنتكلم عن المولد والشبهات التي ترد في هذه المسألة. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. كما ذكرنا سابقا، هذه من المسائل التي يكثر الجدال فيه، صح؟ يعني هذه من المسائل التي نحن نبدع وبعضهم يكفرنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن المسائل التي انتشرت يعني في الأمة نقاشا، سبا، مناظرة، هذا يسب هذا والثاني يسب ذا، فإشكال كبير يعني في الحقيقة مسألة المولد. وتوجد مسائل التي تندرج أو تذكر في الموالد، يعني شبه. يعني شوف، واحد إذا كان ينكر شيئا، hawa wanaopinga hawapingi tu ati kitu kimoja katika maulidi, wanapinga vitu vingi. Kwanza alikufanywa na watu waliotangulia, sio? Pili, sijue kuna tawasuli pale ndani. Tatu, labda kuna visa ambavyo ni dhaifu, ama watasema labda maudhui. Tutazungumzia kadhia hizi inshallah pole. Kuna kadhia ya matwari. Kadhia gani nyingine? Kuna kadhia ya kusimama. Naam, kwenda mrama. Hizi ni kadhia ambazo zote zinataka kuzungumziwa, kila moja kivyake, na pia nyingine yani na kwa ujumla. Ama kuhusiana na tawasuli tushazungumzia, lakini tukifika hapa pia tutagusia kidogo tu. Lakini tushazungumzia tawasuli kwa urefu, sio? Tushazungumzia tawasuli kwa urefu, yani yafaa kuwa khalas kad istaghnaina fi yani bima dhukira. Tumetosheka na kile kilichotajwa, yani tulirefusha sana katika mambo ambayo tumerefusha sana, mambo ya tawasuli. Fikiri hata zaidi ya masala ya atabarruk, sio? Sasa hapo pale tumetosheka nayo, lakini labda tuweza kugusia kidogo tu kama kukumbusha. Kwa hiyo kwanza kabisa, kabla ya kuhukumu nini hukumu ya maulidi, alhukmu ala shay au alhukmu an shay far'un an tasawwuri, sio? قدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، فالتصور يقدم على التصديق، sio? Wewe huwezi kunambia, manake hivi sasa wewe ukitoka nje pale, hata nyinyi kabla labda hapa lao mkiulizwa maulidi ni, atakwambia maulidi ni bid'a, na mwingine atakwambia maulidi yafaa. Subhanallah. Lakini ukimuuliza maulidi ni nini, sio hukumu yake, maulidi ni nini, ma maana al-maulid, labda hajui. Ama atakwambia ni kusherehekea nini, kusherehekea mazazi ya Mtume. Hebu jamani, sisi kama Waswahili, unajua nyinyi si Waswahili, lakini fakiru tamaman, lianna hadhihi al-kalima khatira jiddan. Ukisema maulidi ni kusherehekea mazazi ya Mtume kisha ukasema na maulidi ni bid'a, kuna yani hili neno la kutisha sana. Maana yake yani kama ambaye hufai mimi nifurahikie nini kuzaliwa kwa Mtume. Hii karibu mtu aweza kutoka katika imani.
Hakuna Muislamu mwenye akili timamu atakwambia kuwa kufurahikia mazazi ya mtume si nini, haifai, si katika sheria. Hakuna Muislamu mwenye akili atakwambia. Hakuna. Hata hao wanaopinga ukiwauliza kwa upole pole, jamani mimi siwezi kufurahikia mazazi ya mtume, atakwambia wafaa, lakini si kwa hii namna mnaofanya. فالمولد يعني كلمة مولد أنتم درستم الصرف تعرفون المصدر الميمي. أولا نتكلم عن المعنى ممكن أن نقول المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي الآن في زماننا كيف كما هي. لكن عموما مولد معناه مكان الولادة. مولد معناه مكان الولادة، اسم مكان. يعني يسمى مكة هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم. مكة هي مولد النبي، pale ndo sehemu anazaliwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Maulid pia inaweza kuwa ismu zaman. Maulid ai hadha ash-shahru maulidu nabi, yani huu ndo mwezi alozaliwa. Kwa hivyo ni ismu makana au ismu zaman, kwa upande wa al-maana al-lughawi. Lakini istilahan yani niseme istilahan maanisha tulivyozoea. Kuna namna tulivyozoea kwa namna mbili, yani unaweza kusema tulivyozoea sisi ama inavyofaa kuwa imezoeleka. Sisi tukiulizwa tusema maulidi nini, ni kusherehekea ama kufurahikia mazazi ya. Lakini wengine watakwambia la, maulidi si hiyo. Maulidi ni ile mkuketi mkasoma Yasini, kisha mkamsalia mtume, kisha mkaleta tawasuli, kisha kuna mawaidha, kisha ile ndo maulidi. Sisi tunasema la, maulidi ni kusherehekea kufurahikia mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, ama tukizungumzia maulidi kuhusiana yani kuwa ni kufurahikia ama kusherehekea mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kwanza aliosherehekea nani? Wa kwanza aliofanya ihtifali ya kusherehekea mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani? Waweza kusema Abdul Muttalib, waweza kusema Abu Lahab, waweza kusema hao wote ni kabla ya Uislamu. Tuzungumzie katika Uislamu, maana kabla ya Uislamu watu watakwambia si hoja, hawa si hoja. Ingawa tutakuja tuzungumzie masuala haya ya Abu Lahab. Sawa, wa kwanza aliosherehekea nani? Naam, katika Uislamu, yani nikisema wa kwanza ambaye mtu akisema huyu amesherehekea basi yani kufurahia mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani? Hada taramu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa, ya Rasulullah, naraka tasumu yaumal ithnain wa thalatha, tukuona wafunga siku ya Jumatatu. Bwana mtume akasemaje? Khusus Jumatatu, kwa Jumatatu hiyo katika fikiri Sahih Muslim bi khusus yaumul ithnain. Akajibu nini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Alikuwa aseme usiku kuna thawabu kadhaa, usiku kuna thawabu kadhaa, usiku kuna thawabu kadhaa. Kama vile alivyoulizwa kuhusu Alhamisi, akasema Alhamisi ni siku ambazo amali zinafanya nini? Zinainuliwa, na mimi ningependa amali zangu ziinuliwe, na mimi Sasa Jumatatu sababu ni nini? Sababu ni nini? Sisi ni watu kwanza ni kabla ya kuwa sisi ni Waislamu, sisi ni wanadamu. Tofauti ya wanadamu na wanyama wengine ni nini? Asema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, dhaka yaumun wulidtu fihi, dhaka yaumun wulidtu fihi, hiyo siku mimi ninafanya nini? Nimezaliwa. Sasa yani maana yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sababu yake ya kufunga nini? Ni kuwa ile siku amezaliwa. Sawa, hapa kuna mambo mingi, yani kuna istimbatati nyingi kama nilivyosema sisi wenye akili. Maadamu bwana mtume amefungamanisha saum na kuwa ndo siku alozaliwa, na siku alozaliwa tena alikuwa akifunga kila wiki, moja kwa moja ni ishara kuwa siku yake ya kuzaliwa ni kubwa ama si kubwa. Jambo la kwanza ni kuwa siku yake ya kuzaliwa ni kubwa ama si kubwa? Ni kubwa kwanza. Pili, anamshukuru Mungu, hamshukuru Mungu? Tatu, anafanya ibada kumshukuru ama anashukuru tu kwa mdomo? Anafanya ibada kumshukuru. Mpaka hapa tuko sawa? Tumesoma katika usuli kuwa af'alu nabii sallallahu alaihi wasallam hujja. Yeye akifanya kitu bwana mtume ambacho hususan ikiwa kile kitu ni qurba. Je, hii ni qurba? Kufunga siku ya kuzaliwa ni qurba ama ni kitu mubah?
ni qurba, ni taa ama ni kitu mubaha? Ni taa, fa nahnu naqtadi bihi. Ala al-aqal tutasema ni sunna, tuweza kusema ni wajibu ama hatuwezi bwana? Kuna maulama wengine wanasema ni wajibu. Nani anasema ni wajibu min ashabina? Man yaqul bi annahu al-istukhri? nani ibn Surayd min ashabina Shafi'iyya wanakuambia kitendo akikifanya bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, ikiwa hakuna dalili nyingine inaonyesha kwa hiki kitendo ni sunna, basi kile kitendo akikifanya tu hivi hivi, yeye kufanya tu tutakwambia ni wajibu ufanye wewe pia. Lakini hii ni ikiwa kuna dalili nyingine. Taban haya masala ya kufunga Jumatatu kuna dalili nyingine kuonyesha kuwa wajibu ni Ramadhani peke yake. Tamam, hada yani bas nahnu nushaghilu al-aqul. Fa mpaka hapa tushajua kwanza siku ya bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam ya kuzaliwa ina utukufu. Tutake sitaki. Pili, bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam pamoja na kwa siku ina utukufu, yeye aliitukuza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kufanya nini? Kwa kufunga. Tena si mara moja, bali ni kwa karibu. Sallallahu alaihi wa sallam. Kutakuja maswali taban, kutakuja maswali. Na haya maswali tutajaribu tuyajibu baadaye. Wa pili alofanya maulidi tuseme ni nani? Ama mwingine katika zama za bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam alifanya maulidi ni nani? Amujui nyinyi Ibn Abbas akitoa ile mashairi wakitoka nafikiri vita vya Tabuk, akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, idhan li amdahuk, nipe mimi ruhusa mimi nikufanya nini? Nikusifu ya Rasulullah. Akaanza akasifu kutoka kuumbwa kwa Saidina Adam. Kaja miongoni mwa abiata akasemaje? Wa anta lamma ulita ashraqatil ardu wa da'at bi nurika al-ufuq. Na wewe ulipozaliwa ardhi ilifanya nini? Ilipata mwanga. Ashraqatil ardu wa da'at bi nurika al-ufuq. Na zile sehemu za mwisho kabisa zilipata mwangaza kwa nuru yako sallallahu alaihi wa sallam. Maana yake nini? Siku yake ya kuzaliwa ilikuwa maswahaba pia wanaiona ni pamoja na kwa bwana mtume alikuwa akiona kubwa akiwa kifunga. Na huyu Saidina al-Abbas, si Ibn Abbas, Ibn Abbas mwenyewe, Saidina al-Abbas akamsifu bwana mtume, kisha alipomaliza bwana mtume akamwambiaje? La yafdhudillahu fak, yani Mwenyezi Mungu asiangushe meno ya mdomo wako. Mpaka maulama watuambia, maulama wa tarikh wasema Saidina al-Abbas aliishi zaidi ya miaka 80 na hakuna hata jino moja lilianguka. Kama ushaombea la yafdhudillahu fak, la yafdhudillahu fak. Amefika mpaka miaka 80 na hajawahi kuporomoka jino, hajawahi kuanguka jino. Kwa hiyo moja kwa moja hizi hadithi ni yani maarufu sahihi kabisa, hazina wasiwasi. Moja kwa moja tunajua kuwa waliosherehekea nani? Wa kwanza ni bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, na hawa maswahaba pia walikuwa miongoni mwa Saidina al-Abbas. Sawa, kuna kuja manake huwa kama dalili kama hii kitajwa, marhaba ndugu zetu, sijui niseme kwa insafu, wanasema ni kweli, lakini kusherehekea ni kwa kufanya nini? Kusherehekea ni kwa madhbut. Kwa hivyo tushakubaliana kusherehekea kuko. Kwanza kabisa tushakubaliana kuwa kusherehekea kuko. Sasa tumekuja kwa namna ya kusherehekea. Tumekuja kwa namna ya kusherehekea. Subhanal Khaliq. Bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam kuwa amefunga, yamaanisha mengine ni haramu? Yani mara nyingi tushataja jambo kama hili. Yani leo bwana mtume amefunga Jumatatu, mfano, yamaanisha ni haramu kufunga Jumanne? Lakini bwana mtume akufunga. Bwana mtume amesherehekea kwa kufunga, yamaanisha kusherehekea kusoma Qur'ani ni haramu? Yani ya Rabb, leo nituletea mtume wako wata bwana mimi soma Qur'ani haramu? Yake bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam ashakuonyesha kuwa hili jambo ni kubwa, lafaa kushukuriwa. Sisi tumshukuru Mungu kwa njia yoyote, kwa namna yoyote. Tumeelewa? Na hii si sisi peke yetu, yani hii uhakika ni kuwa kila mtu hapa duniani hufanya lile jambo analotaka. Waweza kumshukuru Mungu kwa kusujudu, sijda ya shukrani, neema ikija. Yamaanisha manake shar'an, ikiwa wewe utapata neema yoyote, ni ufanye nini wewe?
Usujudu. Sasa mimi nikitaka kutoa sadaka ni haramu? Tena ni bid'a. La. Kweli bora zaidi ni usujudu sijda nini? Sijda shukri. Na kile ndio iliopokewa zaidi. Lakini wewe ukitoa sadaka unamwambia ya Rabb, shukran, umenipitisha mtihani, sadaka hii bid'a. Ma hadi yakulu bidhalik. Kwa hiyo kwa bwana mtume amesherehekea kwa kufunga na hakutulazimi, hakutuambia hakuna kufurahikia, hakuna kuadhimisha siku nilozaliwa isipokuwa kwa kufunga. Madamu yeye hakutuambia hivyo, hakuna, yani hapa yeye amefunga, maana yake fanya ibada yoyote umshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Tumeelewa? Kivipi? Nimesoma kiasi. Sisi tutasema angalia masala qiyasia. Masala basita. Nimeambia mimi ukisoma warakati kwa sawa sawa kwa undani inakuwa sahali jiddan. Kivipi? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam utasema hivi ni istinbat basit jiddan. Na nimesoma pia mantiq. Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtafala bisiyam. An-nabii ihtafala bisiyam. فهل نحتفل مثلا بالصدقه؟ نقول هكذا، هل نحتفل بالصدقه؟ ننظر. النبي احتفل بالصيام، والصيام ايش؟ عباده. النبي احتفل بالصيام والصيام ايش؟ عباده. فنحن نحتفل بالصدقه لان الصدقه عباده. الحمد لله. tuna qiyasi, kwenye qiyasi mnaambiwa kuna asli, kuna far'i na kuna illa jamia, sio? Fikiri mshaambiwa arkani za qiyasi. Kuna asli ni saum. Kuna far'i ni sadaqa. Yani sasa unakuja unaulizwa swali ya sheikh ya fulani, je, inafaa mimi nisherekee mazazi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kutoa sadaqa? Tutakwambia sisi tuangalie bwana Mtume alifanya nini, alifurahika vipi ama alisherekea vipi. Bwana Mtume alifanya ibada. Je, sadaqa ni ibada? Ndio, sadaqa ni ibada. Hadi hiya al-illa al-jamia, zote mbili ni ibada. وانت تعبد الله خلاص unatoa صدقه يا رب nashukuru bwana umenijalia mimi ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hii صدقه واضح ومش واضح. هذه الامور في الحقيقه لا تقول لي ما يجوز الا الصيام، اقول لك هات دليل. ما هو الدليل؟ نحن اتينا بدليل، دليل من القياس. واظن ذكرنا لكم سابقا shataja kitambo kuwa ahlus sunna wal jamaa wanakubaliana kuwa na qiyas katika ibadati. Niliwatajia nafikiri, sio tukizungumzia masala gani. Ahlus sunna wal jamaa wanakubali kuwa kuna qiyasi katika ibada. Allahumma wanakhtalifiana katika juz'iyati al-qiyas. Miongoni mwa mfano niliowapa mfano wa nia. Kweli tukizungumzia nia madhubuti, tukizungumzia nia ni kwa madhehebu yetu tumefanya qiyasi kwa nia kutoka kwenye mlango wa haji na mlango wa saum tukaleta kwenye mlango wa swala. Wakati ule tukasema hata madhhabu ya Imam Ahmad wakwambia madamu bismillah ni wajibu kwenye udhu, basi ni wajibu pia kwenye kuoga. Wameitoa qiyasan ala ايش؟ ala alwudhu'i. Na ile bismillah ni ibada ama si ibada? Ni ibada. وهكذا في جميع المذاهب. اللهم maulama wanakhtalifiana, je, katika haya masala muayyana tuweza kufanya qiyas ama hatuwezi? Hapo tu ndo wanakhtalifiana. Lakini hakuna mtu anakuja anakuambia la, katika ahlus sunna haifai qiyas mutlaqan katika ibadat. La, hakuna. Tuko pamoja. Falmuhim, yani kuwa bwana Mtume amefanya ihtifal na siyam wao waona ni dalili, ndio kaambia. Mara nyingine mtu anachukua dalili akidhani dalili ya muunga, kumbe dalili ya mtu achukua yeye amefanya ihtifali kwa som, ndio amefanya ihtifali kwa som. Mimi nafanya kwa sadaqa, mimi nafanya kwa kusoma Qur'ani, mimi nafanya kwa kusikiza mawaidha, mimi nafanya kwa kusali bwana Mtume. Aina almani ibada wa ibada. Tumeelewa? Kwa hivyo kwa ufupi maulidi amefanya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwanzo. Hapa alikuwa tunataka kwanza kuzungumzia maana, kisha nani wa kwanza alifanya nini? Alifanya. Kisha sasa ndio tuende kwa dalili. Tuingie kwa dalili, ziko nyingi ya hakika. Na hapo mimi sijui ametaja zipi. Lakini mimi hapa hii bahthi hii nimeitoa katika kitabu cha Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki. Tumsikize aitwaje la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani asema, Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani akizungumzia masala ya maulidi asema na yeye amefanya kwa qiyas. Ataanza kufanya sardi ya dalili. Ibn Hajar al-Asqalani asema
akizungumzia kuhusu Maulid anasema waqad dhahara li takhrijuhu ala aslin thabit, na imedhihiri kwangu mimi takhriji, yani haya masala nimeweza kuyatoa katika asli iliyothubutu, nayo ni ile iliyothubutu katika sahihaini kuwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuja Madina alifanyaje? Asema aliwapata Mayahudi wanafanya nini? Wanafunga siku gani? Siku ya Ashura. Kwa sababu gani? Kwa sababu Saidina Musa aliokolewa ile siku. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasemaje? Nahnu aula bi Musa minkum afwan, nahnu aula bi Musa minkum. Bwana mtume akasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema Ibn Hajar al-Asqalani, fayustafadu minhu fi'lu shukri lillahi ta'ala, fayustafadu minhu fi'lu shukri lillah. Basi natoka kutokana na haya maelezo bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa unaweza kufanya kitu kumshukuru nani? Mwenyezi Mungu jalla jalalu, ala ma manna bihi fi yawmin muayyan. Sikiza, juu ya kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekupa neema fulani siku muayyan. Bwana mtume akatuwekea tufunge siku ya Ashura na Tasua, ama ile siku ya 11, sio? Ametuwekea tufunge siku ya Ashura. Kisa na maana Saidina Musa amefanya nini? Ma huwa sababu alwahid kuokolewa kwa Saidina Musa. Sasa Saidina Musa kuokolewa sisi inatuhusu nini? Tunafurahikia, tunamshukuru Allah jalla jalalu kwa amefanya nini? Ameokolewa ile siku. Sasa asema Ibn Hajar, asema hata kama ni kwa siku moja, asema min isda'i ni'matin au daf'i niqma, ile man alokufanya Mwenyezi Mungu, ima amekuletea neema ama amekuepusha, itwaje niqma. Wa yu'adu dhalika fi nadhiri dhalika al-yawm min kulli sana, asema na itakaririwa ile fiili ambayo wao ukifanya kila mwaka. Aina neno ile siku ambayo kitendo hicho kinatokea, maana Ashura inatokea mara moja, yani ati Ashura itokea mara moja. Saidina Musa ameokolewa mara moja tu ya lakini mpaka leo sisi twafunga. Kisha asema shekhe, sikiza, wa shukru lillahi, na kumshukuru Mwenyezi Mungu, yahsulu bi anwa'i al-ibada, na kumshukuru Mwenyezi Mungu inatokea kwa aina za nini? Za ibada. Kasujudi wasiyami wasadaqati wa tilawati al-Qur'an. Kisha asema Ibn Hajar, sio sufi, sijui kama watamuita sufi, alhamdulillah mimi najua sufi, watajua wenyewe. Wa ayu ni'matin a'zam min ni'mati buruzi hadha an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa ayu ni'matin a'zam min hadhihi an-ni'ma نبي الرحمة في ذلك اليوم. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Sasa asema ikiwa sisi tunaweza kumfurahikia Saidina Musa kuwa ameokolewa, kuna neema gani tena inayotuhusu sisi zaidi? Maana neema ya Saidina Musa haituhusu umma wetu sana, ndio inatuhusu kwa ni mtume Mwenyezi Mungu, ni katika mitume wakubwa, twampenda, twafurahika kwa aliokolewa, kuna miujiza na nini, lakini haituhusu direct sisi. Direct sisi inatuhusu ni neema ya Saidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa asema yeye Ibn Hajar, je, kuna neema gani kubwa kuliko hii? Sasa mbona tusisherekee? Kisa na maana hakufanya. Jamani, bwana mtume amefanya, amesherekea, amefunga. Ndio hakufanya namna tunavyofanya sisi, lakini hakusema msifanye vingine. Yeye amefanya, akaonyesha kwa hii ni siku kubwa, basi nyinyi ichukueni kwa ni siku kubwa. Al-Imam Suyuti asema pia, na amesema kama hivyo tu, itaje alivyosema Ibn Hajar, la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Na mwingine ni Al-Jazari, sahibukum sahibul qiraat. Al-Imam Al-Jazari asema, amepokea hicho kisa sasa cha Abu Lahab. Asema rui Abu Lahab baada mautihi fi an-nawmi faqila lahu ma haluka, aliulizwa hali yako nini? Akasema mimi bwana niko motoni, tena mambo ni mabaya, lakini kila Jumatatu mimi hufanya nini? Kukhafifishiwa ile dhambi, kwa sababu nilifurahi kwa kuzaliwa kwa nani? Kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Nilifurahi maana yeye alipozaliwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya nini? Alimwacha Thuwaiba huru, sio Thuwaiba, sio? Alimwacha Thuwaiba huru kwa kufurahi. Jamani, hata hamjui kuwa huyu atakuja kwa mtume ama nini. Kwa tendo lile tu asema na khafifishio adhabu, tena napewa kidole hivi kina maji ninyo hiyo siku ya Jumatatu, kwa lile joto kero la moto, lakini ile siku na khafifishio. Sasa Ibn al-Jazari akasema sasa
ikiwa fa idha kana Abu Lahab al-kafir alladhi nazala al-Qur'an bidhammihi juziya fi an-nari bifarahihi laylata mawlid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fama halu al-muslim al-muwahhid من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبة ما تصل إليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلم. Asema na ikiwa huni Abu Lahab ikafiri yakafifishwa adhabu kwa ajili alifurahi ile siku ya kuzaliwa kwa bwana mtume usiku. Je, mu'min tena katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuatoa maskini kila anachoweza ili amsherekee bwana mtume, yani hali yake itakuwa vipi? Tie motoni huyo. Yani sikiza wewe, nakwambia mimi hata sijui watu wengine wamchukua Mungu vipi wallahi. Yani wewe Mwenyezi Mungu ampenda bwana mtume, unajua hii ndio mantiki yao. Mwenyezi Mungu ampenda bwana mtume kabisa, hakuna kiumbe anayempendezesha kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa nani? Kama bwana mtume. Haya sasa sikiza, wewe umekuja pale tumpenda mtume wetu Muhammadi, walia watu wengine, umekwenda usiku umekesha usiku mzima wewe umswalia bwana mtume, kisha Mungu siku ya kiyama aje akushike wewe wamsherekea mtume wangu akutie motoni. Hadha huwa almantiq, wa hadha ilah rahim karim ma akram minhu. Yani huyu Mungu pamoja na ukarimu wake pamoja na rehema yake, wewe ukisherekea yule anayempenda yeye anakuja na kutia motoni. Hadha mantiquhum lilasaf. Almuhim asema لا إله إلا الله محمد رسول الله لعمري إنما يكون جزاؤه من المولى الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم. أسمع ابن الجزري والله نأبا إنما يكون si lingine isipokuwa jaza yake mtu kama huyu, muumini kama huyu, ni Mwenyezi Mungu atukue amtie katika pepo ya itaje ya neema. Ibn al-Jazari sahib al-Jazariya, huyu ni imamu wa qiraat. Haya tusikize sasa itaje al-Hafidh Shamsuddin ibn Nasiruddin ad-Dimashqi. Huyu ibn Nasiruddin ad-Dimashqi ana abiyati maarufu shazitaja mara kadhaa, manake yeye iliposwihi ni hiki kisa cha yani hii kadhia ya Abu Lahab, lakini ameita kwa abiyati. Asema idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada asema fama dhannu bil abd alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Asema ikiwa idha kana hadha kafiran, ikiwa huyu kafiri Abu Jahal jaa dhammuhu, imekuja kumkemea yeye bitabbat yadahu fil jahim mukhallada, kwa tabbat yada, yani imekuja katika Qur'ani huyu jamaa anatukanwa, anakemewa, anasomewa kwa tabbat yada, na kuwa yeye ataishi atakuwa motoni milele. Asema ata annahu fi yawm al-ithnain daiman, imekuja kuwa siku ya Jumatatu, kila Jumatatu yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, anakafifishiwa adhabu kwa ajili ya nini? Lisururi bi ahmada, kwa ajili ya kufaraika kwa ajili ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha amalizia sema fama dhannu, dhana yako nini? Bil abdi alladhi, kwa mja ambaye kwamba tula umrihi, miaka yote maisha yake yote, bi ahmada masruran wa mata muwahhida, yeye amekuwa anafurahika kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illa Muhammadur rasulullah, amekuwa akifurahika kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na amekufa katika tauhid. Wewe wadhani vipi mja kama huyu? Subhanallah, Mwenyezi Mungu atakwenda amtukue wewe. Kwa nini umemsherekea mtume wangu amtie moto? Hiyo ndo mantiki. La, hao ulama watatu wakubwa wametaja na wametoa istimbati katika hizo dalili ambazo wametoa, lakini sasa tukiingia moja kwa moja katika la ilaha illa Muhammadur rasulullah, la ilaha illa Muhammadur rasulullah, hadithi ya kwanza ni hiyo ya kuwa Mwenyezi bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam alipoulizwa kuhusu Jumatatu akasema nini? Dhalika yawmun ulitu fi. Dalili nyingine hii katika Qur'an, Mwenyezi Mungu asemaje jalla jalalu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika wa bidhalika, sio fabidhalika falyafrah. Ni watu mafahamu Kiarabu, sio qul bi fadlillahi, sema kwa fadla za Mwenyezi Mungu, wa bi rahmatihi, na kwa rehema zake, fabidhalika, kwa hizo, falyafrahu, wafurahi. Yani sisi tumeambiwa furahini kwa ajili ya rehema, kwa ajili ya fadhila za nani? Za Mwenyezi Mungu.
Sawa? Na wao wenyewe maulama wakwambia afdal ma yufassiru al-Qur'an. Kitu bora zaidi kinachofasiri Qur'an nini? Ni Qur'an yenyewe. Yaani wewe ukitaka kufasiri Qur'an sawa sawa ni ile Qur'an yenyewe. Sasa rehema ya Mwenyezi Mungu ni nini? Mwenyezi Mungu katika Qur'an anakuambiaje? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hatukukutumiliza wewe isipokuwa ni rehema kwa nani? Kwa walimwengu. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam ndo rahma. Sasa sisi tumetukua hii aya, hizi aya mbili. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Tukaona rahma hapa ni Bwana Mtume. Yaani manake bi Muhammadin falyafrahu. Kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam furahini, manake Mtume ndo rahma. Na hii tafsiri hii mtu asije akasema ni tafsiri imetoka kwenye vichwa vya baadhi ya wanazuoni. La, tafsiri ndo ametafsiri Ibn Abbas. Ibn Abbas asema fa fadlullahi al-ilmu wa rahmatuhu Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Fadhila za Mwenyezi Mungu ni elimu. Ndio. Na utaona lazima tufurahie watu wakifanya yaitwaje wakitakharraji madrasa, jamia, sijui nini. Kuna nini? Kuna ihtifal. Tunafurahi. Ndio. Mwenyezi Mungu anatuambia furahini. Kisha pia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam ndio rehema yake akwambia. Ndio maana Bwana Mtume afanya nini? Ikifika siku ya kuzaliwa yake. Na sisi kwa kuzaliwa peke yake tarehe 12. La. Hakika Maulidi tarehe 12 tu. Karibu kila siku. Kuna sehemu kila wiki Maulidi. Bali kila wiki mara 2 Maulidi. Wanasherehekea kuzaliwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa kumfurahikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam yafaa kwa kila wakati. Uhakika wa mambo yafaa kwa kila wakati. Lakini kwa sababu kuna kazi nyingine na sisi ni madhaifu na sisi kuna kadha na sisi tukataka, basi kila mtu akatagua siku yake. Yule akasema mimi nitafanya tarehe 12 Rabiul Awwal, mwingine akasema nitafanya tarehe 10, mwingine akasema nitafanya tarehe 8, mwingine akasema nitafanya tarehe 20, mwingine tarehe kadha. Wengi ufanyao tarehe 12 maana yake ndio siku ambayo wengi wa maulama wasema amezaliwa. Lakini la, kuna watu kama nilivyowaambia kila Alhamisi usiku Maulidi, wengine kila Jumatatu Maulidi. Kwa sababu gani? Aslan wewe ulikuwa wafaa kwa kila wakati wewe wamshukuru Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, mpa mtume huyu bwana. Kila wakati, lakini haiwezekani kila wakati. Au vipi? Ndio maana wakachagua siku muayyana. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Dalili nyingine Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, manake watu wengine hii dalili hii ni khusus, tunarudi pale pale kwa ile dalili ya Saidina Musa, lakini kuna malhadh mingine. Malhadh yenyewe ni gani? Kuna watu huja wakasema sawa, ama mwasema mtaka kusherehekea kila siku ni sawa, lakini kuchagua siku moja ndio makosa. Nakwambia la, hakika Bwana Mtume ametufundisha sallallahu alaihi wa sallam irtibatu zamani bi shay, yani irtibatuna bizaman. Ametufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Maana yake alipozungumzia kuhusu kadhia ya Saidina Musa hakusema, maana yake Saidina Musa ameokoka. Yani wewe hivi leo ukitaka kumshukuru Mungu kwa ajili ya Saidina Musa aliokolewa na Firauni hufai. Wafa, lakini leo ni Ashura. Lakini Bwana Mtume akatufundisha la, madamu lile tendo, lile jambo limefanyika lini? Ashura, ameokolewa Ashura, basi nyinyi fungamanisheni ile siku kila mwaka na kile kitendo. Ndio utaona ile jambo halisahuliki. Lakini ikiwa kila siku mtalifanya ama wakati wote mnalifanya bila mipangilio, ile jambo litakuwa halina nguvu. Lakini wewe angalia ikikaribia Ashura, watu wanazungumzia kadhia ya Saidina Musa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam ametufundisha irtibat almakani irtibatuna bizamani, ametufundisha hili. Hata mtu akata, maana yake Bwana Mtume alipouliza ile siku akasema basi hii siku itakuwa sisi tufunga. Haya, tuangalie siku za Eid, hususan Eidul Adha. Ukiona zile siku za Eidul Adha, hususan ibada ya hija umuma, sisi tunafungamanishwa na nini? Tunafungamanishwa na mitume waliotangulia. Kisa cha Saidina Ibrahim kutaka kumchinja nani? Ismail. Kisa cha Sayyidatina Hajara, Safa na Marwa. Tunafungamanishwa na wale waliotangulia, imma zamanan au makanan. Kwa hivyo Bwana Mtume katika hiyo hadithi anatutambulisha kwa haya mambo zama hizi ni muhimu. Kwa hivyo mtu akija akifikiria Bwana Mtume amezaliwa lini? Amezaliwa tarehe fulani. Basi ni aula sisi zile tarehe tuzisherehekelee ama tuzisherekee, tuzifurahikie zile siku ili ihuishwe ile nini? Mazazi ya nani? Ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na Bwana Mtume hakudharau kabisa hizi siku zamani ati zikapita tu hivi. La, Bwana Mtume amezishughulikia na amezipa ihtimam. Ahmad, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah.
Haya, tukija tukiangalia nini yatokea katika maulidi, hata itakuwa ni juz'iyat. Baadhi ya mambo yanayotokea katika maulidi ni kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sio kumswalia bwana mtume ni katika mambo mema bila shaka. Haka Mwenyezi Mungu asemaje, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sasa sisi katika maulidi tunamswalia, ni tufanya maarufu ama hatufanye maarufu, tufanya jema ama hatufanye jema? Tufanya jema. Wewe ukiingia maulidi moja waweza kumswalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam labda zaidi ya mara 200, katika maulidi nyingine zaidi hapo. Maana kila laini sallallahu alaihi wa mswalia tu bwana mtume, mswalia tu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili ni jambo jema taban, hakuna mwenye kulipinga. Kwa hivyo sisi tutasema katika hili jambo kuna jema, sisi tutafanya lile jema. Kuna mabaya watakuja ama tutakuja tutayagusia baadaye. Lakini kwa sasa ni kuwa hili jambo, yani mimi nikienda maulidi, wenda wapi? Nenda maulidi. Kwa nini nenda maulidi? Nenda kumswalia mtume. Hali kataza. Hayo. Kisha pia maulidi, katika mambo ambayo yanatajwa sana katika maulidi ni sira ya bwana mtume. Maelezo kutoka kuzaliwa kwake, bali kabla ya kuzaliwa, baada ya kuzaliwa, kunyonya na nini na nini. Mara nyingine katika baadhi ya maulidi itatajwa sira nzima. Itatajwa mpaka nini yake? Itoje? Vita, mambo ya jihadi, miujiza yake, zote zitatajwa. Yani manake wewe ukaenda pale, unatoka unamjua zaidi mtume sallallahu alaihi wa sallam au umjui. Unajikumbusha. Unaweza kuwa tayari unamjua, lakini baadhi ya mambo unafanya nini? Unasahau. Kwa hivyo maulidi yanasaidia wewe kumkumbuka ama kukumbuka sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi. Hal hadha matlub shar'an? Hili ni jambo linatakiwa kisheria. Wewe kujikumbusha sira yake. Wewe hayuko kabisa. Wewe kujikumbusha sira ya bwana mtume, miujiza ya bwana mtume ni jambo ambalo linatakiwa kisheria ama halitakiwi? Kabla ni jambo linatakiwa. Basi sasa sisi sharti ya kwanza ni kumswalia bwana mtume. Utaja sira yake. Nyingine linalotokea katika maulidi nini? Kumsifu bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Msifu bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, msifu khuluqi yake, wasifu sura zake. Sura zake utapata kwenye vitabu vya Shamail, masahaba wamemsifu. Harufu yake, masahaba wamemsifu. Meno yake, masahaba wamemsifu. Macho yake, urefu wake, akhlaqi zake, namna alivyokuwa kufanya muamala na watoto, watu wakubwa, marafiki, maadui, utasifia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inakuzidisha nini wewe? Kuzidisha mahaba ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo haya mambo matatu mpaka sasa tumetaja, zote ni matlubat. Yani ni mambo ambayo kisheria ni matlub. Imma inakuwa ni fardhu kifaya, maana lazima watu wajue bwana mtume aliishi vipi na wajue miujiza yake kwa namna ya fardhu kifaya. Kuna vitu vingine ni fardhu ain. Lazima ujue kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alizaliwa Makkah. Lazima ujue jina lake na la babake, fardhu ain. Lazima ujue alifanya hijra wapi, lazima ujue alikufa wapi. Haya ni mambo ambayo ni lazima kila mtoto afundishwe. Yanagusiwa wapi? Yanagusiwa kwenye maulidi pale. Kwa hivyo hii ni jambo matlub. Walilwasaili hukmu almagasid. Walilwasaili hukmu almagasid. Yani ikiwa maksad ni kumjua bwana mtume, basi njia yoyote ya kumjua bwana mtume inachukua hukumu ya kumjua bwana mtume. Na hukumu ya kumjua bwana mtume kuna sehemu ni fardhu aini, kuna sehemu ni fardhu kifaya, kuna sehemu ni sunna. Sasa tutakwambia wewe ukija katika maulidi yote utakayoyapata ni kumjua bwana mtume. Kwa hivyo maulidi ni sunna ala al-aqall. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na huku kumsifu sijui na kumadhimisha na nini tumesikia masahaba wengi wakisema, si mmoja, si wawili. Ukenda kwenye Shamail, subhanallah, utasoma hadithi kwenye Shamail at-Tirmidhi. Fanyeni bidii musome Shamail at-Tirmidhi. Mpaka maulama watuambia kuwa ile Shamail wewe ukiisoma kutoka mwanzo mpaka mwisho kama umemwona bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Manake utamsoma nywele zake, uso wake, macho, pua, meno, mdomo, masikio, mkono, urefu, miguu, nguo, maneno, muamala wake na kila tabaka ya watu, muamala wake na wazee, vijana, wanawake, wanaume, maadui, marafiki, family, ahli zake, wake zake, utasoma. Sasa wewe ukisoma ile Shamail, maulama wanakuambia ukisoma kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kwanza kusoma kwa ikhlas, wanakuambia maulama mwisho inshallah utamwona bwana mtume. Yaani ukimaliza kile kitabu inshallah, si ati ile siku, lakini wewe hutakufa isipokuwa utamwona bwana mtume kwenye ndoto.
Lakini hata kama usipojaliwa vile, ukisoma kwa kutaamal zile maana, basi ni kama wewe umemuona mtume katika akili yako. Yaani waweza kumtakhayal bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa hivyo. Maana yake paka rangi kila kitu. Fahakadha ihtamma alulama bi awsafi sallallahu alaihi wa sallam. Na masahaba kumsifu bwana mtume ni jambo ambalo tumeashiria. Sayyidina al-Abbas akisema wa anta lamma ulita ashraqat al-ardu wa da'at bi nurika al-ufuq. Kisha ataje yule Ibn Abbas aliendelea akisema wa nahnu fi dhalika ad-diya. Kisha Sayyidina Hassan bin Thabit kwenye nini nyingi kwenye ana kasida nyingi sana amemsifu bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ka'ab bin Zuhair anaitaje kasaidi nyingi. Sayyidina ataje huyu tulomtaja sasa hivi Hassan bin Thabit anayo kasida maarufu ameaje wa ahsanu minka lam tara qattu ayn wa ajmalu minka lam talid an-nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo masahaba kumsifu wamemsifu, kwa hivyo sisi tunaiga nani? Tunaiga masahaba, tunaiga tu masahaba. Kwa hiyo yani ni jambo ambalo lilasaf tunashangaa. Zama hizi utakuja utapata watu wengine, wewe ukitaja sifa za bwana mtume, watu wengine wanakuambia hao wanataja kama ambao wanataja sifa za mwanamke. Astaghfirullah. Unaona watu wanakuambia mbona wanataja macho yake? Mbona wanataja mdomo wake? Mbona wanataja yani kama ambao wanamsifu mwanamke? Astaghfirullah. Yani maswahaba walikuwa hawajui. Tasikia, ameshasikia mimi. Nasema wanamsifu sifu. Manake kwa maulidi tambia si mrefu, si mwembamba. Shaona. Si mnene, si mwembamba. Si mrefu, si mfupi, yani si mrefu sana. Ni mrefu lakini si mrefu sana kupita kiasi, si mfupi. Tasikia si mweupe sana, si mweusi, ana weupe. Ni mweupe lakini ana wekundu. Meno yake alikuwa hivi, macho yake alikuwa hivi. Sasa ukisikia baadhi ya watu ambao wanakosa heshima, manake ndio hizo. Nyoyo zishakuwa nafsi sasa ni chafu. Nafsi zinafikiria tu mambo ya yani shahwa za kinini, za kinafsi, shahwa duni. Atakwambia mbona mwamsifu bwana mtume? Mwamsifu bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam kama ambaye mwamsifu mwanamke. Alfadhi kama hizi ni hatari. Alfadhi kama hizi maana yake tujue ni maswahaba ndio wamemsifu kwanza. Kabla hata sisi kuja kumsifu bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na hakuna ubaya wote. Ndio maana al-Imam al-Busiri anasemaje? Da'ama da'atuhu an-nasara fi nabiyihim. Sio. Wahkum bima shi'ta. دعم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم حتى hawajui wansub لا اله الا الله محمد رسول الله. سمع الإمام البصري دعم دعته النصارى في نبيهم وانسب الى قدره ما شئت من عظم la ilaha illallah. Kwa maana ya abiyati akwambia wewe waacha yale ambao manasara wamenasibisha na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya waache, yani usimseme kwa bwana mtume ni Mungu ama mwana wa Mungu. Lakini mnasibishie yoyote katika madhi unayotaka. Ukubwa wowote wewe mnasibishie bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini usimfikishe katika uungu basi. Hapo na utapata alhamdulillah. Hakuna aliyofikisha katika uungu. Ni kiumbe. Naam. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Naona tukome hapa maana naona watu wamechoka leo. Subhanallah. Acha tutagoma hapa kisha tutaendelea siku nyingine. Sallallahu ala sayidina Muhammad, an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah wa la akhir.